Ndugu mtazamaji, Uganda ikielekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 15 Januari mwaka 2026, serikali ya nchi hiyo imetangaza hatua kali za kiusalama zinazohusisha mawasiliano ya kidijitali. Kupitia Tume ya Mawasiliano ya Uganda UCC, serikali imeagiza kampuni za simu na watoa huduma za intaneti kusimamisha kwa muda huduma za intaneti za simu pamoja na usajili wa laini mpya kuanzia Januari 13 mwaka 2026 hadi hapo itakapotolewa taarifa nyingine. Sababu iliyotolewa ni kuzuia kile mamlaka zinachokitaja kuwa ni usambazaji wa taarifa potofu pamoja na vitendo vinavyoweza kuchochea vurugu katika kipindi hiki nyeti cha uchaguzi nchini Uganda. Katika tangazo lake, UCC imesema kuwa huduma muhimu za kitaifa hazitaathiriwa na hatua hiyo. Sekta za afya, benki, mashine za ATM, ukusanyaji wa kodi, mifumo ya serikali pamoja na huduma za umeme, maji, mafuta na usafiri zitaruhusiwa kuendelea kufanya kazi kupitia mifumo ya intaneti isiyo ya simu, hatua inayolenga kuhakikisha shughuli za msingi za wananchi na serikali zinaendelea bila kusimama kabisa. Hatua hii imekuja katika mazingira ya kisiasa yanayovuta hisia nyingi, ambapo Uganda inaendelea kuongozwa na rais wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 81. Museveni amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 baada ya kumwondoa madarakani rais wa wakati huo Tito Okello, na tangu wakati huo ameshinda chaguzi kadhaa zilizopita, huku utawala wake ukikumbwa na ukosoaji kutoka kwa makundi ya upinzani na watetezi wa haki za binadamu. Katika uchaguzi wa mwaka huu, Museveni anakabiliwa tena na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, msanii wa muziki wa kizazi kipya aliyebadilika na kuwa mwanasiasa na ambaye amejijengea uungwaji mkono mkubwa hasa miongoni mwa vijana wa mjini. Ushindani kati ya wawili hao umekuwa mkali, ukifuatiliwa kwa karibu na wananchi wa Uganda pamoja na jumuiya ya kimataifa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kusimamishwa kwa intaneti wakati wa uchaguzi si jambo geni nchini Uganda, kwani hatua kama hizi zimeshawahi kuchukuliwa katika chaguzi zilizopita. Hata hivyo, wakosoaji wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri uhuru wa kujieleza, upatikanaji wa taarifa pamoja na uwazi wa mchakato wa kidemokrasia. Ndugu mtazamaji, hali hii imeibua mjadala mpana unaofananisha yanayoendelea nchini Uganda na kile kilichojitokeza nchini Tanzania wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29. Uchaguzi huo uligubikwa na tuhuma nzito za dosari za kiuendeshaji, ukandamizaji wa vyama vya upinzani pamoja na matumizi makubwa ya nguvu za vyombo vya dola. Katika kipindi hicho, ripoti kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na baadhi ya asasi za kiraia zilieleza kuwepo kwa unyanyasaji dhidi ya wafuasi wa upinzani, kukamatwa kiholela pamoja na vifo vya raia vilivyotokea katika mazingira tata wakati wa operesheni za kiusalama kutoka vyombo vya dola, yaani Jeshi la Wananchi wa Tanzania pamoja na jeshi la polisi. Serikali kwa upande wake ilikanusha baadhi ya madai hayo na kusisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa zililenga kulinda amani na usalama wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wachambuzi wanasema kufanana huku kunajitokeza zaidi katika matumizi ya udhibiti wa mawasiliano, hasa kusimamishwa kwa intaneti kama nyenzo ya kudhibiti taarifa na kuzuia uhamasishaji wa wananchi wakati wa uchaguzi, hatua ambazo kwa mujibu wa wakosoaji zinaacha maswali makubwa kuhusu nafasi ya demokrasia, uwazi wa uchaguzi na haki za kimsingi za kiraia katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa mtazamo huo, yanayoendelea Uganda yanaonekana kama sehemu ya mwelekeo mpana wa kisiasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ambapo chaguzi nyingi zinazoongozwa na ushindani mkali mara nyingi huambatana na tahadhari kali za kiusalama, huku harama zake zikiangukia kwa wananchi na mchakato mzima wa demokrasia. Kwa hitimisho, hali ilivyo sasa inaacha maswali mengi kuliko majibu. Hatua za kiserikali kudhibiti mawasiliano, historia ya uchaguzi zilizopita pamoja na ushindani mkali wa kisiasa vinafanya siku chache zijazo kuwa za maamuzi makubwa kwa mustakabali wa Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Wananchi wanasubiri kwa hamu na tahadhari, wakitazama iwapo mchakato wa uchaguzi utaendeshwa kwa uwazi na haki, na kama amani na utulivu vitaendelea kudumishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, na endapo taharuki na mvutano vitaendelea kutawala taswira ya uchaguzi huu muhimu unaotarajiwa kufanyika tarehe 15 Januari mwaka 2026 nchini Uganda. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji
tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.